Okay. Niseme tu kwamba Waswahili walisema kwamba usiolijua ni sawa na usiku wa giza, na Biblia ikasema kwamba watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Nikwambie tu kwamba sisi tulikwambia kwamba Yvonne TV tuko hapa kwa ajili ya kupasha habari za huku na kule, na wakati huu tumekuja kuwajuza wale ambao tunajua kwamba Marekani hapa tulipo watu wamefanya kazi nyingi sana, na mwaka ndio umeelekea kuisha, na walio wengi wanategemea kutengeneza tax return. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja kabla siku ile ya tax return haijafikia. Na ukweli ni kwamba tax return ni mwezi wa 12, mwisho kabisa tarehe 31 kila kampuni huwa imefunga milango ya kuweza kutengeneza W2 zao ili kuzipeperusha kwa wafanyakazi wao kufikia mwezi wa kwanza, wa pili hadi wa tatu, ili watu waanze kutengeneza tax return. Lakini wacha nikwambie kitu. Ni kwamba walio wengi, asilimia kubwa kabisa ya watu hapa nchini Marekani na nchi zingine za Ulaya hawana watoto. Nikisema kwamba hawana watoto, wenda ni mabachelors, ni masingles, na wengine wameacha familia huko nyumbani. Lakini tu nikwambie kitu kimoja. Walio wengi pamoja na kwamba hawana watoto, lakini wanapata pesa kutumia watoto wa watu wengine. Ina maana unachukua, kwa sababu IRS ambayo ni Internal Revenue Services wameruhusu, unaweza kuchukua mtoto wa ndugu, jamaa au rafiki ukamdeclare au ukamdeklare ukamjaza kwenye tax return yako. Lakini ngoja nikwambie, kwenye changamoto zinakuja. Watu wengi wanapoenda kuchukua watoto wa watu alafu wanawajaza kwenye tax return, wakipeleka wale watoto ndio IRS wanachunguza sana. Ngoja nikwambie mambo ambayo wao wanachunguza. Wanaangalia background information ya mtoto. Kwanza nikimaanisha ni taarifa za mahali ambako mtoto ametoka, amezaliwa, wazazi wake ni akina nani, ni zile information ambazo wao wako nazo. Sasa baada ya kuwa wameangalia zile information ambazo wako nazo, wanaangalia information za mtu mwenye ana claim yule mtoto. Ina maana yule mtu mwenye ametengeneza tax return na kudai kwamba yule mtoto ni wake au anashiriki katika maisha ya yule mtoto. Alafu wakiangalia kwamba kwanza wanaangalia address kwenye wewe unaishi na kwenye mtoto anaishi. Mtoto amefika hapa Marekani mwaka gani na wewe umefika hapa Marekani mwaka gani. Wanaangalia first name na last name yako, ina maana jina lako la kwanza na la mwisho. Alafu pia wanaangalia majina ya mtoto ya kwanza na ya mwisho. Alafu wanaangalia family size yako, pia wanaangalia family size yenye mtoto ako attached. Ina maana kule ambako mtoto anaishi family size yake pia wanaangalia. Sasa wakigundua kwamba kila kitu wanapokuwa wameangalia hivyo, social security yako na ya mtoto zimepishana. Wacha nikwambie kitu kimoja. Mkiwa kwenye familia moja, ndio kila mtu anapewa social security number yake, lakini zile namba zinaangaliwa kwamba hii namba hii hadi hii namba tumezitoa kwa familia fulani. Sasa wanapochunguza hizo namba ni kama hazina ukoo hata kidogo na wewe ambaye una claim huyo mtoto, ndio hapo unakuta pesa zako zinakwama. Baadaye IRS wanakutumia wewe barua ya kusema kwamba we need more clarifications regarding this individual claimed in this case. Ina maana wanahitaji habari za ufasaha, habari kabisa kemkemu ambazo zinasema kwamba wewe na huyu mtoto mko na uhusiano gani, kwa sababu tumefuatilia hayo mambo sana hapa tulipo na tumesaidia watu wengi kupitia hizo kesi, na nikaona kwamba ni vyema tuambie watu bado ni mapema. Na wakati wanapotuma hizo barua, wanataka wajue wewe na huyo mtoto mna ndugu gani, kwa sababu wanaruhusu mtoto wa shangazi, wa dada, wa rafiki. Lakini kuna sheria hapo. Huyo mtoto lazima wewe uwe unajumuika katika matatizo yake. Mfano, shuleni kwake uwe unajumuika, unajua mtoto anasoma shule gani na matatizo ambayo anayapata, lazima na wewe. Mwambie mzazi, kama unataka kutumia mtoto wa jirani yako ambaye si ndugu yako, wenda ni rafiki, lakini unataka kutumia watoto wake, nenda umwambie. Baada ya kuangalia video hii, nenda umwambie hivi: kwa kuepuka matatizo, naomba uende shuleni kwa mtoto huyu, uende uniweke kule kama emergency contact. Mwambie aende akuweke kama vile emergency contact wake, ili kwamba yule mtoto yule akiwa kule shuleni, kukitokea na matatizo yoyote, endapo kutakuwa na informations ambazo mzazi alitakana kujulishwa na shule, simu ya mzazi ikipigwa, isipopita simu yako wewe ipigwe. Na ndio maana nimekuambia wewe uko emergency contact. Nenda pia hospitalini ambako wale watoto wanaenda, nenda mwambie mama yake hivi, mwambie daktari wa huyu mtoto kama mimi nataka ni kuwa emergency contact wa huyu mtoto hapo hospitalini. Lakini ufanye hivi kwa yule mtoto ambaye unataka kumclaim. Unaweza kuclaim mtoto ambaye yuko state nyingine.
nyingine na wewe uko katika state nyingine, ili mradi tu mama wa mtoto au baba wa mtoto waseme kwamba hapana, wakati mwingine sisi tunapokuwa hatuna nafasi, huyu mtu ako state tofauti ndio, lakini yeye ni mtu wetu wa karibu, matatizo mengi anayatatua yeye kwa sababu yeye ndiye anaelewa Kiingereza, ama kwa sababu yeye ni mtu wetu wa karibu na ni familia. Hiyo inasaidia sana. Kwa sababu gani? Alafu pia itabidi kanisani wajue wewe unajumuika na ule mtoto unamsaidiaje. Kwa sababu gani? Wakati IRS watakapokuwa wamezuia, wameweka on hold kesi yako, wanadai kwamba wanataka wahakikishe kwamba kweli wewe na huyu mtoto mna uhusiano, au wewe na hawa watoto mna uhusiano fulani. Wanaomba vitu fulani, like mfano wanaweza kuambia ulete barua kutoka hospitalini ambayo inasema kwamba wewe na huyu mtoto kweli unajumuika na unashughulika na matatizo yao hospitalini, unaweza kumpeleka hospitalini. Au ulete barua ambayo imetoka shuleni kwa mtoto ambayo inasema kwamba endapo mtoto atakuwa ameachwa na basi, mimi naweza kumpeleka kwenye shule na gari yangu, au mimi najumuika pia nashughulika kumpeleka mtoto huyu kungoja basi ya shule kwenye kituo cha basi. Mwalimu wa shule wakiandika hiyo barua kuhakikisha kwamba wewe unajumuika katika matatizo ya hiyo mtoto, IRS iko ridhaa kabisa kuweza kukutolea pesa zako. Lakini kama wewe utakuwa wewe hauko emergency contact wa huyo mtoto, hospitali haujulikani, shuleni haujulikani, kanisani haujulikani, hata misikitini haujulikani, nikwambie tu kweli kwamba pesa zako zitaendelea kukwama. Na ukichapewa zile pesa alafu waje wagundue nyuma kwamba wewe ulipewa pesa katika njia ambayo sio halali, wale watoto wako wakwako kihalali, nakwambia ukweli, hizo pesa utazilipa baadaye. Na utakapoingizwa katika program na IRS ya kulipa pesa za watoto ambao uliclaim ni wako na si wa kwako, uamini usiamini, tayari kesi yako itakuwa imeingia katika matatizo, kwa sababu jina lako watakuwa wamepay attention, social security yako watakuwa wameshaipay attention, kwa sababu wanajua kwamba wewe ukijaza tax lazima watafollow, watataka wahakikishe. So next time wewe ukija mwaka kesho ukuje uclaim watoto tena wawili ambao sio wale, au uclaim mmoja ambao sio yule ambaye ulipata matatizo mwaka jana, watasema ina maana huyu mtu alizaa, na kama hajazaa mtoto amemtoa wapi? Sasa hizo ni matatizo ambazo kidogo mimi nimekaa chini na nimesaidia watu wengi kupitia matatizo, nikasema hapana, kusaidia peke yake haiwezi kusaidia sana, ni bora niambie watu wanaweza kufanya kitu gani. Kwa sababu mimi nimefanya translations na watu wa IRS sana, tunasaidia watu online and in person, so tumeona kwamba hizo ni changamoto ambazo watu wengi wanazipitia. Umefanya kazi, umetumikia like 16,000, ukienda kuclaim as a single person unapata $500, $200, sometimes wanakupea $50 because they know hakuna mahali unapeleka zile pesa. Lakini kama wewe umetumikia 16,000 na umeclaim two individuals, watu wawili umeclaim kwa kesi yako, watoto regardless wamesoma kiasi gani au wako miaka mingapi, lazima utapata pesa ambayo sio chini ya $5,000. Sasa nimetaka tu nikuje nikwambie hivi, ujue bado ni mapema. Kama una imani kwamba utaclaim watoto ambao sio kwako, mapema ongea na wazazi wa watoto, wakuweke wewe as emergency contact wa wale watoto, wakuweke wewe emergency contact at least everywhere, hospitali, kanisani, kwenye mashule, hata misikitini na sehemu mbalimbali ujulikane. Hiyo kabisa huwa inasaidia sana sana sana, kwa sababu kitu ambacho hauwezi kufanya ni kubadilisha address ya mtoto na kufanya kuwa ya kwako. Hicho nafikiri huwezi kufanya kwa sababu wakati mwingine ni vigumu, lakini ukiwa emergency contact wa mtoto sehemu zingine zote inakuwa ni vyepesi sana kwa wewe kuweza kuclaim huyo mtoto wakati wa tax return, ukitaka kumtumia mtoto kwenye tax return yako. Nina imani kwamba umenifuata vizuri na umenisikia vizuri, na ikiwa unajua kuna mtu ambaye kidogo ako na matatizo kama haya, hana watoto lakini ni mchapakazi na ametumikia pesa nyingi mwaka huu na wewe angetamani kuziclaim kwenye tax return mwaka kesho, usingoje, share na yeye hii video, mwambie aangalie, alafu afuate vizuri video hii na angalie kama kuna vile inaweza kumsaidia kwa sababu ya kuclaim watoto wake mwaka huo, ambao ni mwaka 2020. Tunajaza tax return ya mwaka wa 2019 na nafikiri kwamba tukume nifuata. Nikwambie tu jambo moja kabisa la mwisho, unaweza kujaza hata bibi au mama yako ambaye mzee sana hafanyi kazi tena, bado unaweza kumjaza, kwa sababu
ni mzee unaishi naye, lakini kulingana na sheria ya RSI anaweza pewa like $400, 400 au 250, inaendana. So kwa hivyo fanya hivyo upesi, na nina imani kubwa kwamba itakusaidia. Na kama una swali kuhusu mambo ya IRS na utaclaim nani ambaye unastahili kumclaim, na itakuwaje kama umeingia katika kesi na pesa zako zimekawia hujazipata, unaambiwa upige simu, unapiga simu hazijibiwi, tunaweza kukusaidia hata kama regardless uko state gani, lakini tunaweza kusaidia. Lakini kama uko Marekani, tunaweza kukusaidia na kuhakikisha kama pesa zako umezipata, because kuna forms unatakana kujaza, kuna simu unatakana kupiga, na tunajua unapigia simu gani ndio jibu lako uenda ulipate upesi. Kwa hivyo asante sana, na tutakapopata mawazo mengine tutaendelea na kuambia ili watu waendelee kuwa waangalifu. Asante sana.